Kuna tabia ya timu kucheza, yani kuja na matokeo mfukoni kwamba sisi tunaenda kushinda. Lakini mimi nilijua na wajua hawa watu wa Angola wana uwezo mkubwa sana. Wana type ya Kibrazilia na umeona wana process, wanakwenda wamefunga goli la uhakika, lakini kutokana na dharau ambayo imekuwepo. Lakini hata kabla ya mchezo kuanza unaweza kuwaona Simba walikuwa wako down sana. Sababu wanajua wenyewe, lakini haikuwa Simba ambayo watu wamezoea kuiona. Na namna kama eneo la ushambuliaji limepunguza makali. Tunashuhudia leo Mpanzu amepata pia chance na ameshindwa kuzitumia. Ni mapepe ama ni nini kinawakumba washambuliaji wa Simba Sports Club wanapokuwa lango la mpinzani? Nafikiri utulivu ndio ambao umesababisha watu kutopata hizo nafasi. Lakini kingine si vizuri, maana mimi mwalimu na kumlaumu mwalimu mwenzangu, lakini nilikuwa sijui amekuja na approach ipi. Lakini to be honest, ameanza hana striker. Kwangu mimi hana striker. Huwezi kucheza mechi bila striker. Amekuja kumuingiza Soa wakati tayari zile nafasi ambazo zimepatikana mwanzo, pengine Soa kuna kitu ambacho angefanya. Kwa hiyo inabidi mwalimu ajitathmini kwenye hilo, kwa sababu hii timu ya watu na yeye yuko kazini, watu wanahitaji matokeo. Yanga kushinda jana, leo Simba kufungwa, tayari kushaanza kuleta tafaruku. Wengine wanamuona hawezi, mwingine nini, kwa watu ambao wana uharaka. Lakini na hata wapenzi wa mipira wasiwe na uharaka. Pindi anapokuja kocha haraka tu mnaanza kumpa credit nyingi bila kujua uwezo wake kamili, au bila kukaa na timu kwa kipindi kirefu kuweza kujua udhaifu wake au ubora wake. Kwa hiyo likitokea kufungwa watu wavumilie, kwa sababu ni vitu ambavyo walishavikubali. Leo hii watu washasema kocha hafai sijui nini. Mimi kwangu naona kitu cha kawaida, kwa sababu huu mpira na hii ni group stage. Simba amepoteza leo, bado ziko mechi zingine ambao wanaweza wakacheza vizuri wakashinda. Sasa hiyo inakuwa kazi yake yeye mwalimu ambayo alikuwa nao kwenye kiwanja cha mazoezi. Mimi siwezi kusema, na hata wapenzi wanaolalamika, huwezi kulalamika mpenzi wakati mwalimu anajua kitu gani anakifanya. Lakini mimi niseme tu kwamba Watanzania mna tabia ya kupenda kwa haraka na kuondoka kwa haraka, kutopenda hicho kitu kutokana na matokeo mabovu. Basi tuendelee kumpa muda tuone atafanya nini katika mechi zilizosalia.